Naam, kutoka Julius Nyerere International Airport tupo hapa Global TV kuhakikisha tunakuletea safari ya kiongozi mkuu kwa maana ya rais wa Singapore ambaye anakuja kufanya ziara ya siku 3 nchini Tanzania, na hii ni kwa mujibu wa mwaliko wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa rais wa Singapore kuja hapa tuzungumze nini inawezekana tukaunganisha mataifa haya mawili kupata fursa katika mataifa haya, kwa maana ya Tanzania kupata fursa Singapore na Singapore kupata fursa hapa nyumbani nchini Tanzania. Mimi Godmuya nipo na Neema Adrian ambao tuko pamoja kuhakikisha tunakuletea kila taarifa ambayo itakuwa inatokea airport, ambapo atapokelewa mida ya saa 12, na ifahamike ama ikumbukwe kwamba siku hii ya leo ndiyo siku ambayo atapokelewa nchini Tanzania. Baada ya hapo kesho atakuwa Ikulu kuzungumza na mwenyeji wake kwa maana ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya hapo ataelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kwenda pia kuangalia fursa katika visiwa vya Zanzibar. Pale Singapore kwa pamoja unakuta idadi ya wakazi wa Dar es Salaam ni kubwa kuliko idadi ya raia wa Singapore. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahmoud Thabit Kombo tayari langoni kumpokea mgeni, na yeye pale anashuka na mwenza wake Rais Thamani Shamgaranam na mkewe Bijeni Itogi Shamgaranam. Wanashuka taratibu kabisa na ujumbe wao akiwapungia mkono wenyeji wake na kutoa heshima. Bwana, mimi nimekuja kushuka katika ardhi yenu, tujenge pamoja kama mataifa yenye ushirika kwa miaka 45, ushirika ambao umekuwa ni wenye mafanikio. Taratibu katika ngazi hizo, ardhi ya Tanzania inampokea mgeni, na mtu wa kwanza kuonana naye ni waziri wa mashauri ya kigeni wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo. Tabasamu hilo basi na shaka litazaa mengi zaidi ya kiushirika baina ya mataifa haya mawili. Wanateta kidogo na kumkaribisha katika ardhi ya Julius Kambarage Nyerere, ardhi sasa ya Samia Suluhu Hassan. Mwambie bwana, karibuni. Hii ndio nchi ya mlima Kilimanjaro, hapa ndiko kwao Serengeti na maeneo mengine rukuki. Lakini pia ishara ya kukaribisha nyumbani, watoto hawa walioandaliwa mahususi wanamkabidhi maua kwamba karibu hapa nyumbani Tanzania, nchi yenye uoto wa kila aina. Hapa ndipo mahali kuliko na bustani ya Mungu kule mkoani Njombe, lakini hii ni ardhi ambayo ina mbaraka wa kila aina. Pasi na shaka mibaraka hiyo ikiwemo ya mali asili itakuja kwa kugawana maarifa haya, itakuwa ni nguzo ya kuliendeleza taifa la Tanzania na nguvu yake ya kutafuta uchumi wa zaidi uchumi wa dola trilioni 1 kufikia mwaka 2050 kama inavyoeleza dira ya taifa ya maendeleo ya Tanzania. Linaweza kufikiwa kama kete zikiendelea kuchangwa na Watanzania, kila mmoja kwa mchango wake akaona anayo sababu ya kulitumikia taifa lake na kutafuta kile tunachokiona siku zote, ule uchumi wa kila Mtanzania ufikie dola 7,000 kwa mwaka kutoka dola 300 tulionayo hivi sasa. Mchango huo na kukaribisha wageni ambao wanazichangamkia fursa hizi ndio sifa ya pekee ambayo inalijenga taifa la Tanzania. Amekuwa akikaribishwa pia na mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege Tanzania, kampuni ya ndege Tanzania Ulanga, kwa ajili ya kumfahamisha bwana, umekuja katika ardhi ya Tanzania na ukitumia ndege yetu, hiki ndio chuma kilichokufikisha salama katika taifa hili la Tanzania. Tayari maskari wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ambao wamekuja kumpokea hapa mgeni, tayari naye akipita kulikagua gwaride hili maalum katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere hapa Terminal 1, wako imara tayari kumwambia, ni sawa na ishara kumwambia umefika pahala salama kabisa. Hii ni nyumba yetu inayoitwa Tanzania. Mkuu, karibu sana. Zulia jekundu likimpokea hapa, na sisi tuendelee kusemezana mawili matatu yaliyomo katika taifa hili, akiendelea kuteta na mwenyeji wake hapa Balozi Mahmoud Thabit Kombo. Mchumi huyu pasi na shaka yeye akiingia madarakani tangu mwaka 2023 na akichukua sukani za kiuongozi kutoka kwa rais wa 8 wa Jamhuri ya Singapore Halima Yakubu. Itafahamika Singapore nao katika marais wake 9 wamepata tu rais mwanamke mmoja ambaye aliingia madarakani tangu mwaka 2017 na akamwachia ngazi Rais Thamani mwaka 2023, naye akishinda uchaguzi kwa zaidi ya 70% za kiuongozi. Kwa hiyo hivi sasa anaendelea kupeperusha kijiti cha maendeleo ya taifa hilo la
kusini mashariki mwa bara Asia. Anasalimiana na wenyeji wake hapa nyumbani Tanzania, na watu wa ngoma tayari kuonesha utamaduni wa taifa la Tanzania, kwamba bwana, sisi tuko vizuri pia kwenye maeneo yote, tuendelee kujiongeza kwenye maeneo mengine ya mashirikiano ya kiuchumi. Ngoma ziko tayari kumpokea mgeni. Anapewa maelezo na ngoma ya kwanza ambayo iko hapo getini, na mavazi ya kupendeza kabisa kama tunavyofahamu. Ukiona mavazi haya meupe, viatu vikipigwa kwa maringo, miguu ikipigwa kwa maringo na socks nyeupe, ujue huu ni Mganda kutoka kusini magharibi mwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkoani Ruvuma. Anawapungia mkono akifurahia mwendo na mapigo, lakini kuna wale wanaomkaribisha ukiwa na bendera mbili za Tanzania na Singapore. Wote anapewa maelezo na namna ngoma hii inapochezwa kwa wenyeji wake kutoka hapa Tanzania. Karibu kabisa, anasogelea kwenda kutazama ni nini ambacho anataka aitazame kwa usuli kabisa hii ngoma inapochezwa na yale yaliyomo ndani ya ngoma yenyewe, akipewa maelezo na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahamudu Thabiti Kombo. Vikundi vya ngoma moja tu ambacho kimefika hapa, kuna vikundi pia vingine. Itachezwa ngoma ya Kihaso ambayo itafuata hapa kutoka hapa Zanzibar. Mkewe Thaman naye Bi Jeni Itigo naye anaangalia kwa karibu ajionee utamaduni wa Watanzania, kwamba katika kuishi kwa Watanzania kwa makabila yote hayo, kuna makabila pengine yanaweza kuwakilisha katika masuala ya utamaduni. Tutazame ngoma hivi kidogo. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.